Jambo na habari za mchana, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 6 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na tukiwa tunaendelea kushuhudia matukio mbalimbali katika eneo letu na dunia kwa ujumla, tunakumbushana umuhimu wa kupata na kusambaza habari kwa uangalifu na uwajibikaji. Katika wakati huu ambako taarifa nyingi zinaenea kwa haraka kupitia mitandao ya kijamii, ni muhimu kila mmoja wetu kuwa makini kabla ya kushiriki au kuamini kila kinachowekwa mitandaoni. Kumbuka kuwa habari zetu zinapaswa kuwa daraja la kuunganisha watu na si silaha ya kugawa jamii hii. Taarifa zisizo na udhibitisho zinazosagaa kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo WhatsApp, Facebook na Twitter, YouTube na majukwaa mengine zinaweza kusababisha taharuki, migawanyiko na hata chuki isiyo na lazima. Hivyo basi, kabla ya kushiriki taarifa yoyote, tuhakikishe uhalisia wake, tuweke kando uvumi, upotoshaji na maazui yanayoweza kuchochea migogoro. Tutumie dunia la kidijitali kwa lengo la kuelimisha, kuunganisha na kujenga amani katika jamii zetu. Na hii ni Kivu News Info kila siku, tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote ningekuomba ufanye kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa tarehe 6 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Basi karibu washe. Mapigano makali yameripotiwa kuzuka katika wilaya ya Uvira mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, linalozidi kuongeza wasiwasi mkubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yameanza siku ya Jumatano katika maeneo ya Kigoro, Kingurwe na Kabunambo ambayo hapo takriban kilomita 26 kaskazini mwa mji wa Uvira. Taarifa zinaeleza kwamba mapigano yanakutanisha waasi wa M23 dhidi ya makundi ya wazalendo ambao wanafanya kazi kwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hali imesababisha mvutano mkubwa wa kijeshi katika maeneo hayo, huku milio ya risasi nzito na nyepesi kiripotiwa kusikika kwa muda mrefu katika vijiji vinavyoathirika. Kwa sasa hali ya usalama bado ni tete na inabadilika kila mara, jambo linalofanya iwe vigumu kupata picha kamili ya kile kinachoendelea uwanjani. Wananchi wa maeneo hao wameripotiwa kukimbia makazi yao kwa hofu ya kupoteza maisha, wakielekea maeneo ambayo yanaonekana kuwa salama zaidi. Hali imeongeza idadi ya watu waliokimbia makazi yao na kuibua hofu kubwa na ongezeko la mgogoro wa kibinadamu katika eneo la Uvira na vijiji vinavyoizunguka. Hadi sasa kuna takwimu rasmi zilizothibitishwa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano kutokana na hali ya mapigano kuendelea na ugumu wa kufika maeneo ya tukio. Pia kuna taarifa kamili kuhusu kiwango cha uharibifu wa mali, nyumba au miundombinu, ingawa mashuhuda wanasema baadhi ya maeneo yameathirika kutokana na milio ya risasi na mashambulizi ya mara kwa mara. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa hali bado ni hatari na inahitaji uangalifu wa karibu, kwani mapigano yanaweza kubadilika wakati wote kulingana na maendeleo ya kijeshi katika eneo hilo. Mamlaka za kijeshi na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na washirika wao waendelea kufuatilia kwa karibu walio kwa karibu, huku jitihada za kurejesha utulivu zikiendelea. Wakati huo, wananchi wanahimizwa kuwa watulivu, kuepuka maeneo ya mapigano na kufuata maelekezo ya viongozi wa eneo pamoja na vyombo vya usalama. Hali inakuja katika kipindi ambacho mashariki mwa Kongo imekuwa ikikabiliwa na changamoto za usalama zinazojirudilia mara kwa mara, zikuhusisha makundi mbalimbali yenye silaha. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema kuwa hali kama inaongeza changamoto za kibinadamu, hasa familia zilizo karibu na maeneo ya mapigano kutokana na kukosa usalama, chakula na huduma za msingi. Basi Kivu News Info tunaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mapigano katika wilaya ya Uvira na utawaletea taarifa zaidi kadri zitakavyokuwa zimepatikana kutoka vyanzo rasmi na vyenye uhakika. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limetoa ripoti muhimu na kushtua kuhusu hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo ilichapishwa siku ya Jumanne tarehe 5 Mei inaonyesha wazi mateso makubwa yanayofanywa dhidi ya raia na kundi la waasi la ADF ambalo liko katika maeneo ya Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Kwa mujibu wa shirika hilo, kundi hilo linaendelea kufanya vitendo vya ukatili mkubwa dhidi ya wananchi wasiokuwa na hatia, hali ambayo inaacha maumivu makubwa katika jamii hii. Miongoni mwa vitendo vinavyothibitishwa katika ripoti hiyo ni pamoja na mauaji ya raia, utekaji nyara wa watu, pamoja na mateso makali wanaopata wale wanaotekwa.
wanawake na wasichana wanakumbwa na ukatili mkubwa wa kijinsia, ikiwemo kulazimishwa kuolewa na pia kupata mimba bila ridhaa yao. Vitendo hivi vinaendelea kuripotiwa mara kwa mara, jambo linalozidi kuzorotesha hali ya usalama katika maeneo hayo. Amnesty International inasema wazi kuwa vitendo hivi vinaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita na hata uhalifu dhidi ya ubinadamu. Shirika hilo linaeleza kuwa hali hii ni mbaya sana, lakini kwa bahati mbaya bado haijapewa uzito unaostahili na jumuiya ya kimataifa. Kuhusu mashambulizi, ripoti hiyo inaonyesha wazi waasi hao walenge tu wanajeshi, bali wanaweka nguvu kubwa katika kushambulia raia wa kawaida. Wananchi wanashambuliwa majumbani mwao, mali zao zinaporwa, nyumba zinachomwa moto na mashamba yao uharibiwa. Hata vituo vya afya havijaachwa salama, kwani navyo vimekuwa vikilengwa katika mashambulizi hayo. ADF hufanya mashambulizi haya kwa lengo la kupora mali za wananchi, lakini pia wakati mwingine ulipiza kisasi kufuatia operesheni za kijeshi zinazofanywa dhidi yao. Matokeo yake ni kuongezeka kwa mateso kwa wananchi pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika. Watu wengi wanalazimika kuyama makazi yao ili kuokoa maisha yao na hivyo kuishi katika mazingira magumu bila msaada wa kutosha. Hali hii pia inafanya upatikanaji wa huduma muhimu kama chakula, huduma za afya na huduma za elimu kuwa ngumu zaidi kwa wananchi hao. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa wakati dunia ikielekeza macho zaidi kwa kundi jingine la waasi wa M23, waasi wa ADF wanaendelea kuongeza mashambulizi yao kimya katika mashariki mwa nchi. Kutokana na hali hiyo, Amnesty International imetoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka na za dharura. Wanasisitiza umuhimu wa kulinda raia pamoja na kuhakikisha kuwa wale wote wanaohusika na vitendo hivi vya ukatili wanafikishwa mbele ya sheria. Vilevile, shirika hilo limependekeza kuwa na mkakati wa kina unaojumuisha masuala ya usalama, utoaji wa haki pamoja na mpango wa kuwasaidia waathirika kurejea katika maisha ya kawaida. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa wananchi wanapata tena amani, usalama na matumaini ya maisha bora katika maeneo yao. Asisi ya kiraia katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo hilo. Kupitia taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne tarehe 5 Mei, asisi hiyo imewashtumu baadhi ya makundi ya silaha wanaojulikana kama wazalendo kwa kufanya vitendo vya ukatili dhidi ya wananchi wa kawaida. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baadhi ya wapiganaji hao wanahusika na mauaji, mateso pamoja na manyanyaso mbalimbali dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Asisi hiyo imetoa mfano wa tukio lililotokea siku ya Alhamisi iliyopita katika kijiji cha Kimbulu ambako watu wawili waliuawa. Waathirika hao ni dereva bodaboda pamoja na mteja wake, na tukio hilo linadaiwa kufanywa na mmoja wa wapiganaji wa kundi hilo. Kutokana na matukio hayo, hali ya usalama inaendelea kuwa ya kutia hofu kwa wananchi wa eneo hilo. Kwa upande mwingine, asisi ya kiraia inaeleza kuwa pia kuna tatizo kubwa la kuenea kwa silaha mikononi mwa baadhi ya wazalendo. Inasema kwamba baadhi yao wanabeba silaha bila nidhamu ya kijeshi, bila mafunzo ya kutosha na bila kufahamu haki za binadamu. Rais wa asisi hiyo Muindo Tafuteni ameonya kuwa hali hii ni hatari kubwa kwa jamii. Amesema kwa kuenea kwa silaha mikononi mwa watu wasio na ujuzi ni sawa na kuandaa maafa ambayo yanaweza kuwa na matokeo mabaya yasiyoweza kudhibitiwa. Zaidi ya hayo, asisi hiyo imeeleza kuwepo kwa vizuizi visivyo halali barabarani vinavyowekwa na baadhi ya wazalendo. Katika vizuizi hivyo, wananchi wanadaiwa kutozwa fedha kwa nguvu na kunyanyaswa wanapopita. Pia kuna taarifa za kuwepo kwa sehemu za kufungia watu ambako baadhi ya raia wanashikiliwa na kufanywa mateso na hata wengine kuuawa. Asisi inaeleza kuwa yote yanafanyika mbele ya macho ya serikali bila hatua madhubuti kuchukuliwa. Hali inazua maswali mengi kuhusu usimamizi wa usalama katika eneo hilo. Kutokana na tukio hilo la mauaji litokea Kimbulu, shughuli nyingi zilisimama siku ya Jumapili tarehe 3 Mei katika maeneo ya Kimbulu na Lubero Centre. Wananchi wanalazimika kusitisha shughuli zao kwa hofu na huzuni kufuatia tukio hilo la kusikitisha. Hadi sasa kuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za eneo la Lubero kuhusu matokeo hayo. Kutokana na hiyo, asisi ya kiraia imetaka serikali kuchukua hatua za haraka na wanapendekeza kuwepo kwa usimamizi mkali wa makundi ya wazalendo pamoja na kuharakisha mchakato wa kuwanyang'anya silaha. Pia wanasisitiza kuwa wale wote wanaohusika na vitendo vya ukatili vichukuliwe hatua za kisheria bila upendeleo. Lengo ni kurejesha usalama na kulinda wananchi dhidi ya mateso wanayoendelea kuyapata.
Naibu mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC anahusika na operesheni za ujasusi Luteni Jenerali Chalingoza Nduru Jacques amewasili katika mji wa Kisangani mkoani Chopo siku ya Jumatatu tarehe 4 Mei. Kiongozi wa kijeshi ambaye ni namba 2 katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameongozana na ujumbe mkubwa kutoka makao makuu ya jeshi. Ziara yake inalenga kufanya tathmini pamoja na ukaguzi wa hali ya operesheni za kijeshi katika eneo hilo la ulinzi la tatu ambalo linachukuliwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, ziara hii ni mwendelezo wa safari nyingine iliyofanyika mwanzoni mwa mwezi Aprili mwaka huu. Katika ziara hiyo ya awali, Luteni Jenerali Chalingoza aliwapa maelekezo maalumu makamanda wa vitengo vikubwa vya kijeshi kuwa lengo la kuboresha utendaji wa kazi ndani ya jeshi. Safari ya sasa inalenga kuhakikisha kuwa maelekezo hayo yametekelezwa ipasavyo huko uwanjani. Hii ni kwa mujibu wa kanuni ya kijeshi inayosema kuongoza na kudhibiti, yani kamanda anapaswa kutoa amri na pia kufuatilia utekelezaji wake. Kwa mujibu wa msemaji wa eneo hilo la tatu la ulinzi, Major Meja Nesor Mavudisa, ziara itasaidia kupata picha kamili ya hali ya operesheni za kijeshi katika eneo hilo. Taarifa kina itatayarishwa na kuwasilishwa kwa viongozi wakuu wa jeshi pamoja na amri mjeshi mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa Bangboka, Luteni Jenerali Chalingoza alipokelewa na Jenerali wa Brigedi Modeste Mpunga Mwamba. Jenerali huyo ni naibu kamanda wa eneo la tatu la ulinzi anayehusika na masuala ya utawala na vifaa. Mapokezi yale yalihudhuriwa pia na maafisa wakuu wa kijeshi walioko katika mji wa Kisangani, na akiwa huko ujumbe huo wa makao makuu ya jeshi anasitiza umuhimu wa nidhamu, umakini na uweledi katika kazi. Alieleza kuwa mambo hayo ni muhimu sana ili kufanikisha vizuri zoezi hili la ukaguzi na tathmini ya hali ya usalama katika eneo hilo. Ziara inakuja katika wakati ambako jeshi linaendelea kuimarisha mifumo yake ya ulinzi na operesheni katika maeneo mbalimbali ya nchi. Lengo kuu ilikuwa ni kuhakikisha usalama wa raia na utulivu wa nchi unaendelea kuimarika. Habari nyingine inatoka katika eneo la mashariki mwa nchi ambako tukio la kusitisha limeripotiwa katika wilaya Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, waasi wa kundi la M23 wanadaiwa kuua tembo kwa kumpiga risasi katika kijiji cha Nyakakoma kilichopo katika kundi la Binza. Tukio hili limeibua hisia kali kutoka kwa wadau wa mazingira pamoja na wananchi kutokana na umuhimu wa wanyama hawa katika hifadhi wa mazingira. Tembo ni miongoni mwa wanyama wanaolindwa hasa ndani ya hifadhi ya taifa Virunga, ambao ni moja ya maeneo muhimu ya urithi wa asili nchini. Kifo cha tembo kinaongezeka katika orodha ya matukio ya uharibifu wa mazingira yanayoripotiwa katika maeneo yanayokumbwa na migogoro ya silaha. Kwa mujibu wa taarifa hizo, si wanyama pekee wanaoathirika bali pia ni misitu na mazingira ya asili yanaendelea kuharibiwa. Inadaiwa kuwa katika baadhi ya maeneo ya wilaya Nyiragongo na Masisi kuna uvamizi wa ardhi ndani ya mipaka ya hifadhi. Baadhi ya makundi ya silaha yanayotumiwa kulima mashamba makubwa ndani ya maeneo yaliyohifadhiwa, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Mfano umetolewa katika eneo la Kaunga ambako inadaiwa kuwa zaidi ya hekta 700 za mahindi zinalimwa ndani ya eneo la hifadhi. Maeneo mengine yanayotajwa katika taarifa hiyo ni pamoja na Kalenga, Kalake, Kibumba na Kiseguru ambako shughuli za kilimo zinaendelea kufanyika ndani ya maeneo yanayopaswa kulindwa. Hali inaendelea kuhatarisha maisha ya wanyamapori pamoja na kuharibu mfumo wa mazingira unaotegemewa na vizazi vya sasa na vijavyo. Wadau wa mazingira wanasema kuwa migogoro ya silaha inachangia kwa kiasi kikubwa uharibifu huu, kwani inafanya iwe vigumu kusimamia sheria za uhifadhi. Kutokana na hiyo, kuna wito wa kuchukuliwa kwa hatua madhubuti ili kulinda wanyama na mazingira ya asili. Wanasisitiza umuhimu wa kuheshimu mipaka ya hifadhi na kusitisha shughuli zote haramu ndani ya maeneo hayo. Tukio hilo limekumbusha tena umuhimu wa kulinda mazingira hata wakati wa changamoto za kiusalama ili kuhakikisha urithi wa asili unabaki kuwa salama. Kumekuwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya wazalendo wakitoa madai kuhusu hali ya usimamizi wa fedha zinazohusishwa na makundi yao. Kwa mujibu wa sauti hizo, wanadai kuwa mamilioni ya dola zinazohusishwa na wazalendo ambayo wanadaiwa kupotea kutumika bila uwazi katika mikono ya baadhi ya viongozi. Wanasema hali inaleta mashaka makubwa kuhusu namna fedha hizo zinavyosimamiwa na kudai kuwa kuna haja kuwepo kwa uwazi zaidi katika matumizi yake. Kwa upande wao, wanaiomba serikali kuingilia kati na kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa
kwa madai hayo na kuhakikisha uwajibikaji unapatikana. Pia wanasisitiza kuwa iwapo fedha hizo zipo na zinahusiana na shughuli zao, basi zielekezwe katika kusaidia mahitaji ya msingi na uendeshaji wa shughuli zao. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi au majibu ya moja kwa moja yaliyotolewa na mamlaka husika kuhusu madai hayo. Hivyo swali linaendelea kubaki katika kiwango cha madai kinahitaji uchunguzi zaidi ili kubaini ukweli wake. Hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Uvira tumekutana na msemaji wa Jenerali Rene Itongwa, tena katibu wake binafsi, kuzungumzia kuhusu milioni 4 dola za Kimarekani ambazo serikali inatenga kwa ajili ya wazalendo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali imetangaza kwamba kila mwezi wanatoa milioni 4 kwa wazalendo, kuwapa kama vile mutisha, kama vile kiinua mgongo, ili wawe na nguvu na juhudi za kufanya kazi kwenye mashamba ya vita. Na katika mikoa yote ya mashariki ambako kuna kuwepo na misukosuko dhahidi ni mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ila taarifa tulizonazo ni kwamba pesa hizo Kivu Kaskazini hawazinufaiki zaidi, ila ni pesa ambazo zinakuja Kivu Kusini. Je, wazalendo Kivu Kusini wakoje wanaopata hizo pesa milioni 4? Zinawasaidia nini? Ndio maana tumemwalika hapa msemaji wa Jenerali Rene kuzungumza naye mawili matatu. Ujambo. Jambo ndugu mtangazaji. Kwa majina, mimi naitwa Patrick Biramirwa, niko msemaji wa kijeshi ya wazalendo MPLC bar FPLC, tena katibu wa pekee wa General Rene Itongwa Luondo Mkandama, mchama cha MPLC bar FPLC. Nashukuru sana kukutanana na wewe kwa siku ya leo ndugu mtangazaji. Naona unapendeza leo kabisa. Ndo milioni 4 hizo dola za Kimarekani mnazopewa na serikali kila mwezi? Sio hivyo ndugu mtangazaji, kupendeza ni kawaida sababu tuko nyumbani, tunasaidiwa hata na wengine tu watu kawaida, lakini sasa tunataka kutoa huzuni yetu na lalamiko yetu kulingana na hii ujumbe ya serikali ambayo inasema kwamba kila mwisho ya mwezi inatoa dola karibuni milioni 4 kwa kusaidia sisi wazalendo huku mashariki ya DRC. Na sio karibuni, kwa mujibu wa serikali ni dola milioni 4 na machenga kule. Sasa sisi hizo dola milioni 4 hatuzioni. Baada ya kupokea ile mwezi moja zile dola 325 hadi sasa hatujaona tena hata ingine senti moja kutoka kwa serikali kama vile sabuni. Na mbele ya hapo tulikaa miezi mingi sana hatupati chochote. Alafu alipotupatia hiyo tukawa na matumaini ya kwamba inatakwa kila mwezi tuwe tunapata hiyo sabuni, na sisi kulingana na kazi tulijitolea kushika silaha makusudi tutetee inzi wa nchi ya Rwanda. Unataka kusema kwamba ujumbe wa waziri wa fedha Dudu Mfwamba kusema kwamba hizo pesa wanazitoa ni ujumbe wa uongo, sababu imehalalishwa pia hata na waziri wa ulinzi wa Defense National. Kivu Kusini, Mwenga, Fizi, Uvira, Shabunda ni kama vile uongo. Sababu sisi huku tunapigana miezi, nimekwambia tangu ile tulipata ile dola 325 hadi hivi hatujawahi ona tena ingine senti moja kutoka kwa serikali. Kwanza tuna njaa bila kula, tunaumia, hatuna dawa. Yani tunateseka, mvua inatupiga, hatuna hata koti za baridi za mvua hatuna. Sasa ikiwa kweli serikali inatoa hizo pesa, ni wajibu wa serikali ijue ni wapi hizi pesa zinakokuliwa. Kama zinakuliwa miongoni mwa wakuu wa moja wa serikali huko Kinshasa, aiza kama ni kungazi ya jimbo, aiza kama ni kungazi ya 33e region militaire, ni lazima komanda region
auliziwe wapi kwenye hizo pesa ziko zinaenda, kwa sababu sisi kama vile wazalendo huko Kivu Kusini hatuzipati. Lakini tangazo ya waziri ilikuwa wazi, mnaweza kufikiria 33e region tuseme ni bure tu, kwamba ni pesa ambazo zinapewa mikononi mwa wazalendo kupitia kitengo cha RAD. Sasa ni hivyo, kama kinaenda kwenye kitengo, kama wanapewa hizo pesa kwenye kitengo cha RAD, ni wajibu sasa wa serikali waende waulize RAD, sikiliza malalamiko ya wazalendo, pesa zinaenda wapi? Wakikuja hapa huku Kivu Kusini, Uvira, Fizi, Mwenga, watuulize, sisi tutasema wazi hatujaona pesa na hatujapokea hizo pesa. Kama ni wakuu wa RAD ndo wanapewa hizo pesa, ina maana ni wao ndo wanazikula, sio sisi, sababu sisi tunahangaika. Vipi na wakati viongozi wenu wamoja kwenye mahotuba walisema kwamba serikali inatulea vizuri, tunapata kila kitu. Kwa leo Tshisekedi anatupatia kila kitu, tunapata sabuni, tunapata chakula, hakuna mzalendo tena wa kuweka bariera, hakuna mzalendo tumuone tena kupora, hakuna mzalendo tumuone tena huku na kule, sababu serikali inatulea vizuri. Nafikiri yale malezi yako ndani ya hiyo 4 milioni, kisha leo mseme kwamba hampati chochote, mnajipinga. Nafikiri sisi wazalendo tuna moyo wa shukurani kwa rais. Kwanza alichokifanya kututoa maguguni na kutuweka tuwe jeshi la akiba la serikali, tupiganishe adui pamoja na jeshi la taifa. Sasa na hilo ni jambo ambalo tunaweza sema anatulea. Kwa kweli tulipoona ile dola 325 tukaanza sema kweli hapa malezi yameanza. Nafikiri ni miongoni mwa hiyo hotuba. Sasa kwa sasa hivi tunaona kama vile mambo yanabadilika tena. Ndio kwa maana sisi tunaomba kwa serikali, ikiwa kweli najua hizi pesa anazitoa, aende kwa kitengo cha RAD. Kama ni RAD ndo anapewa hizi pesa, aende aulize RAD, pesa ambazo ziko zinatoa kwa kulisha wakongomani, wapate sabuni, wapate godio, wapate chochote kile, ziko zinaenda wapi? Maana kule kwenye mafront huko tunateseka sana, wanajeshi wanagonjwa, hakuna dawa, njaa iko nyingi, mvua tunanyeshewa nje, hata bashe hatuna. Kwa hiyo tuko tunapata msaada ile kidogo kidogo kwa wazamini wa raia, maana uzalendo huko mbalimbali. Kuna mzalendo anashikia silaha na mwingine anashikia silaha. Sasa tunapopewa hilo ndio tunajisaidia, lakini kutoka kwa serikali tangu tupate ile dola 325 hadi sasa, ndugu mtangazaji, hatujapata ingine assistance yote ile kutoka kwa government. Kwa hiyo tunamsihi sana rais wa nchi gisi alivyotukamata na consideration, na ni mzalendo afatirie hizi pesa. Ni pesa nyingi sana ambazo zinaweza zikatufalia na sisi tujue ni wapi kwenye ziko zinaenda, lakini kwetu sisi hatuzioni. Kwa kumaliza ninaomba wenzetu wazalendo tusichoke na tusiraha kwa sababu ya pesa. Tulishika silaha kwa upendo wa nchi yetu, kuna nchi inavamiwa na hatuna ingine nchi badala ya hii Kongo, hatuna ingine nchi. Kwa hiyo tukazane, tushikamane, tusichoke. Tunaamini kwamba rais wa nchi atatukumbuka na kila kitu kitakuwa vizuri. Kwa hiyo hii yote inayofanyika itafika mwisho. Tunakushukuru kwa muda wako. Nakushukuru na mimi ndugu mtangazaji. Shukrani. Na ni kufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo kwa tarehe 6 za mwezi wa 5 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Vile vile tunakumbusha kuwa amani, usalama na mshikamano ni nguzo muhimu kwa maendeleo ya jamii yetu. Hivyo basi kila mmoja na nafasi ya kuchangia ama kujenga au kubomoa kupitia maneno, matendo na hata kile anachokishiriki kwenye mitandao ya kijamii. Tuwajibikishe katika kupata na kusambaza taarifa sahihi na tuendelee kuwa sauti ya kweli, uwazi na amani katika maeneo yetu. Tunaendelea kuziomba mamlaka husika na wadau wote kuongeza juhudi katika kulinda raia na kuhakikisha usalama unaimarika kila siku. Basi asanteni sana kwa kuendelea kusikiliza Kivu News Info, na mimi ni Teloje Lulonga, na yeye ambaye kusikiliza ni Kivu News Info, ambako siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine anasema kujabone, kueme vile vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa
kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo ya kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tukio kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi acha niendelee kutoa shukrani zangu za kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 6 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Acha nikwambie bye bye na chao, na tukutane tena katika matangazo yetu ya jioni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bye bye, baki salama.